Kikao cha 53 cha Bodi ya Taifa ya Parole kwa ajili ya kujadili wafungwa wanufaika kimefungwa rasmi leo tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2025 katika ukumbi wa Keti Hoteli Manispaa ya Morogoro. Akifunga kikao hicho, makamu mwenyekiti wa bodi hiyo, Jaji mstaafu John Samuel Mgeta, amewashukuru wajumbe wote waliohudhuria kwa kazi kubwa walioifanya kwa muda wa siku mbili. Ndugu wajumbe, kwanza kabisa napenda kuwashukuru Secretariat kwa kazi nzuri walioifanya na maandalizi waliotayarisha hadi kutuwezesha sisi wajumbe kuweza kufikia maamuzi haya mazuri. Kwa hiyo tunashukuru sana Secretariat, tunashukuru sana wajumbe. Kwa mara nyingine kama alivyosema mwenyekiti ambaye leo hayupo na dharura amerudi Dar es Salaam, mimi niwatakie safari njema. Naye kwa upande wake, Kamishna Jenerali wa Magereza ambaye pia ndiye katibu wa Bodi ya Taifa ya Parole, Jeremia Yoram Katungu, akitoa taarifa kuhusu wafungwa waliojadiliwa ili wanufaike na mpango huo, amekuwa na haya ya kusema. Bodi ya Taifa ya Parole imefanya kikao chake cha 53 katika ukumbi uliopo Keti Hoteli hapa Morogoro kuanzia jana tarehe 5 na kimehitimishwa hivi punde. Na katika kikao hiki kimejadili jumla ya wafungwa 159 waliopendekezwa na bodi za parole ngazi ya mikoa waweze kunufaika na utaratibu wa parole. Na baada ya kujadili wafungwa hao 159 waliopendekezwa ni 126 na ambao hawajapendekezwa ni 33. Kwa hiyo kwa mujibu wa taratibu, mapendekezo haya sasa yanawasilishwa kwa Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, ambaye kwa mujibu wa sheria ndiyo mamlaka ya kutoa maamuzi ya mwisho. Na pengine kwa ufahamu zaidi tu, Bodi ya Taifa ya Parole baada ya kupendekeza na haya mapendekezo yakawasilishwa kwa Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi anatoa maamuzi ya mwisho ya kuridhia au kutokuridhia wafungwa hao waweze kunufaika na utaratibu wa parole. Na kimsingi utaratibu wa parole upo kwa mujibu wa sheria ya bodi za parole sura ya 400. Na utaratibu huu unatoa fursa kwa wafungwa ambao wanatumikia vifungo magerezani waweze kutoka kwenda kwenye jamii kutumikia sehemu ya vifungo wakiwa kwenye jamii. Yapo masharti ambayo yameainishwa katika sheria husika ya wafungwa wepi wanaweza wakafikiriwa kunufaika na utaratibu wa parole. Wafungwa ambao wanaweza wakafikiriwa kunufaika na utaratibu wa parole ni wale wafungwa ambao wanatumikia kifungo cha kuanzia miaka 4 na kuendelea. Lakini sharti jingine ni kwamba lazima wawe wametumikia 1/3 ya vifungo vyao magerezani. Utaratibu huu hauwahusu wafungwa waliofungwa maisha, lakini pia wafungwa ambao wametenda makosa ambayo hayajainishwa kwenye sheria hii. Kwa mfano, wafungwa ambao wanatumikia vifungo kwa makosa ya unyang'anyi wa kutumia silaha, wafungwa ambao wanatumikia vifungo kwa makosa ya kujamiiana, na wafungwa ambao wanatumikia vifungo kwa makosa ya madawa ya kulevya. Wafungwa hawa kimsingi hawaruhusiwi kufikiriwa na utaratibu huu kwa sababu imekatazwa katika sheria husika. Na utaratibu huu umekuwa na manufaa makubwa katika jukumu zima la urekebishaji wa wahalifu magerezani. Baadhi ya faida ambazo zimekuwa zikipatikana ni pamoja na kuihusisha jamii katika jukumu la urekebishaji wa hao wafungwa.
Kama ambavyo mnatambua, mhalifu alikuwa kwenye jamii. Baada ya kutenda kosa akaja magerezani. Jukumu la magereza ni kumbadilisha mwenendo na tabia, lakini kumrekebisha kwa kumpa ujuzi, maarifa na elimu. Mwisho wa siku akimaliza kifungo lazima arudi kwenye jamii. Kwa hiyo jamii ina mchango mkubwa katika jukumu la urekebishaji wa wahalifu. Kwa hiyo utaratibu huu pia unatoa fursa ya jamii kushiriki katika kumrekebisha mfungwa, kwa maana ya mfungwa anatoka nje na kwenda kwenye jamii, anamalizia sehemu ya kifungo ambacho kimebaki. Lakini faida nyingine ni utaratibu ambao unasaidia kupunguza gharama za kuwahudumia wafungwa wakiwa magerezani. Mfungwa akiwa gerezani, serikali inatoa huduma mbalimbali ikiwemo chakula, mavazi, huduma za matibabu na huduma nyingine, na kuna gharama inatumika. Kwa hiyo mfungwa anapokuwa ametoka gerezani kwa utaratibu huu, serikali inakuwa imepunguza gharama ya kuwahudumia wafungwa. Faida nyingine ni mwenendo na tabia ya wafungwa wakiwa magerezani, kwa sababu kigezo kingine ambacho kinafikiriwa ili mfungwa aweze kunufaika na utaratibu ni mwenendo wake gerezani. Kama mfungwa ana tabia njema, ana mwenendo mzuri, anakuwa katika nafasi nzuri ya kufikiriwa. Kwa hivyo inasaidia kuimarisha mienendo ya wafungwa magerezani, wakiwa na matarajio kwamba watafikiriwa kwenye utaratibu wa parole na kwenda nje kutumikia sehemu ya kifungo chao magerezani. Aidha, mkuu wa jeshi akijibu maswali ya waandishi wa habari amesema idadi ya wafungwa wanaonufaika na mpango huo ni wale wanaokidhi vigezo, huku mkurugenzi mkuu wa mashtaka nchini DPP Sylvester Mwakitaru akiwa sehemu ya wajumbe wa bodi hiyo akiwatolea wito wafungwa walioko magerezani kuonyesha mwenendo mwema ili waweze kunufaika na mpango huo. Ndugu waandishi, kwa kawaida mfungwa akitoka nje kwa utaratibu wa parole anaendelea kufuatiliwa mienendo na tabia wakati yuko kwenye jamii, na endapo atakiuka taratibu zilizopo, basi anasitishwa kwenye utaratibu wa parole kwa mujibu wa sheria. Lakini nipende kutoa taarifa tu, kwa miaka 5 iliyopita hakuna mfungwa ambaye amekiuka taratibu za parole na kurudishwa gerezani. Wote ambao wamekuwa kitoka kwa utaratibu wa parole wanakidhi vigezo na wanakuwa na mienendo mizuri kwenye jamii, na hatimaye wanamaliza vifungo ndani ya utaratibu wa parole. Kwa hiyo hakuna mfungwa ambaye amekiuka taratibu za parole na kurudishwa gerezani kwa kipindi cha miaka 5 iliyopita. Kuhusu idadi ya waliojadiliwa kuwa ni ndogo, kwa kawaida mapendekezo ya hao wafungwa mchakato wake unaanza kwenye magereza husika, na kinachofanyika ni kuangalia wale wafungwa ambao wamekidhi vigezo vya awali vya kufikiriwa kwenye utaratibu kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo idadi ya wanaojadiliwa inatokana na wangapi wamekidhi vile vigezo, na utaratibu tunao maafisa parole ambao wamekuwa wakishughulikia swala la uchambuzi wa awali, na wale ambao wanakidhi vigezo wanawasilishwa kwenye bodi za parole ngazi ya mikoa, na baada ya ngazi za mikoa kujadili mapendekezo yale yanawasilishwa kwenye kikao cha bodi ngazi ya taifa. Kwa hiyo idadi inayopatikana ni ile ambayo wamekidhi vigezo kwa mujibu wa sheria iliyopo. Kwa swala la wanawake, kikao hiki baada ya kujadili na kupendekeza wafungwa ambao wamekidhi vigezo ambao wanaweza kunufaika na utaratibu wa parole, jumla ya wanawake ambao wamekidhi vigezo na majina yao yatawasilishwa kwa Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi wako 3 na wanaume wako 123. Kwa hiyo jumla kuu ni 126. Wanawake wako 3 na wanaume wako 123. Kwa mujibu wa sheria ya parole, sheria imeweka vigezo vya wafungwa ambao wanaweza kunufaika na utaratibu huu wa parole, kwa maana ya kuruhusiwa kumalizia vifungo vyao nje ya gereza.
Sasa moja ya kigezo kikubwa ambacho kinazingatiwa ni mabadiliko ya mwenendo wa tabia wa mfungwa. Mfungwa anapoonyesha mwenendo mwema gerezani, basi maafisa wa parole walioko kwenye magereza yale wakiridhika wanaweza kumpendekeza na akajadiliwa kwenye ngazi zote mpaka kufika ngazi ya taifa. Kwa hiyo mimi nitoe wito kwa wale wafungwa ambao wako magerezani. Magereza ni sehemu ya kurekebisha tabia. Waliteleza, wakatiwa hatiani, wakaadhibiwa kutumikia vifungo magerezani, lakini bado kuna fursa. Magereza sasa ni chombo chetu kama serikali cha kurekebisha tabia na mienendo ya wafungwa. Sasa wafungwa wanapokuwa magerezani, nitoe wito basi watumie fursa hiyo kujifunza na kurekebisha mienendo yao, na wakirekebika basi wanaweza kunufaika na utaratibu wa parole. Kuanzia ngazi ile ya gereza watapendekezwa na itafika ngazi ya parole, ya bodi ya parole ya taifa, na Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani akiridhia basi wanaweza kunufaika. Kwa hiyo wito wangu kwa wale wanaotumikia vifungo magerezani, basi wajitahidi kuonyesha mwenendo mwema ili waweze kunufaika na utaratibu wa parole. Kutokana na mpango huu wa parole katika kipindi cha muda wa miaka 5 iliyopita, ambapo wafungwa wanufaika hawakuvunja taratibu mara baada ya kutolewa magerezani, takwimu zinaonyesha kuwa mbali na jamii kushiriki katika urekebishaji, lakini pia mpango huo umesaidia kupunguza kwa kiasi kikubwa msongamano wa wafungwa magerezani. Na kufungwa kwa kikao hiki ni maandalizi ya kikao kingine kijacho.